mwezi ambayo Yesu alizaliwa, ama mwana wa baba, ama Yeshua, tuone alizaliwa mwezi upi. Kitabu cha kwanza nimetangulia na kusoma Luka 1 anzia mstari wa 5. Tukapata kuna mtu alikuwa anaitwa Zakaria ambaye aliingia katika sinagogi kufukiza uvumba katika zamu za Abia. Sasa kwa sababu katika hiyo Luka haijaelezea ni mwezi upi, ili tupate Zakaria alikuwa sinagogi mwezi upi, tumeenda katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 24 kuanzia 1. Tunatafuta Abia. Tuone Abia alikuwa katika mwezi upi. Jambo la kwanza, kabla hatujasoma, mwaka moja uko na mwezi 12, uko na mwezi 12 kuanzia 1 kidogo. Mwaka moja uko na miezi 12. Sasa katika kila mwezi kulikuwa na makuhani tofauti tofauti wanaingia kuvukiza uvumba. Si ati kuhani mmoja atafanya muda wote, kwa sababu walikuwa wengi. Wakati walikuwa wachache, Haruni alikuwa anafanya wakiwa na Musa wao. Lakini Haruni akaenda akazaa watoto wao sasa wakakuwa ndio wanaingia hiyo jamii ya Lawi, wakakuwa wengi. Kwa hivyo katika mwaka ikakuwa sasa wako wengi wa kusaidiana hali ya kuvukiza uvumba. Sasa hii kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 24, nataka tuone jinsi ambavyo hao makuhani walikuwa wanaingia kuvukiza uvumba, na jinsi ambavyo wakati wa Daudi aliwagawanyisha wakaingia sasa kuvukiza uvumba. Tunatafuta mtu alikuwa anaitwa Abia, kwa sababu Abia ni kijana mmoja wa jamii ya Haruni. Soma kuanzia 1 ili tuone jinsi waligawanyishwa, ili tuone alikuwa katika mwezi upi. Tafadhali ule mwenye ako na mahali ya kuandika aandike, na hapa nataka kufanya hesabu. Kwa hivyo tusomee Mambo ya Nyakati wa Kwanza 24 mstari wa kwanza. Tazama kwa wana wa Haruni hizi, wana wa Haruni na Nadabu na Abihu na Eleazari na Athamari. Lakini hao na Nadabu na Abihu walikufa kabla ya baba yao. Tunajua walikufa kabla ya baba yao. Kwa wasomi wanaelewa haswa hao ni mambo walifanya yaliyo mabaya sana mbele za baba na wakaangamia. Kwa hivyo hao walikuwa wawili, usikia wanaitwa nani na nani? Hata upe hawa maji. Hata uwape maji. Hao walikufa kabla ya baba yao, wala hawakuwa na watoto. Walikufa. Sasa tukiwa hapa kama kwa wazaliwa wa Samburu, tunasema walikufa wakiwa wahani. Alikuwa mhani, kwa sababu hakuwa ameoa, kwa sababu ndio maana hana mtoto. Kwa hiyo Eleazari na Athamari wakafanya ukuhani, akawagawanya Daudi na Sadoki wa wana wa Eleazari na Ameleki wa wana wa Ezimari katika utumishi kwa kadri ya usimamizi wao.
Wakaonekana wakuu wengi wa wana wa Eleazari kuliko wa wana wa Ithamari. Wakagawanya hivi: wana wa Eleazari kulikuwa na 16. 16. Wana wa Eleazari walikuwa 16 waliokuwa wakuu wa mali ya baba zao. Na wana wa Ithamari sawasawa na mali za baba zao. Wanane walikuwa hivyo. Hao walikuwa 16 na wengine ndio walikuwa 8. Hao wengine walikuwa 8. 16 plus 8 inakuja 24. Nakuja 24. Kwa hivyo hao jinsi walivyochukuliwa, hao wakakuwa ni 16 na waiba wengine wakakuwa ni 8. Wote wakakuja 24. Ili kusikuwe na ubaguzi kwa ajili ya kuchagua makuhani, ilibidi wafanye kitu inaitwa kura ama kuvote. Kwa hivyo sasa ni kama venye sasa tunaenda uchaguzi sasa kwa debe. Tuandike majina yao wote 24 tuweke kwa debe. Alafu zitolewe watu wawili kama kwa karatasi. Kwa mfano, ukipatikana jina yangu, ya huyu bibi mkubwa na ya bibi mdogo, sisi wawili tunaingia katika ukuhani wakati mmoja. Kwa hivyo walivyochanganywa hivyo, hebu endelea ili tuone. Tunatafuta mtu anaitwa Abia. Tuone Abia alikuwa katika mwezi upi, ndio tupate kwa hesabu yenye nataka sasa tufanye vizuri. Ndivyo walivyogawanyika kwa kura wao kwa wao, kwani kulikuwa na wakuu wa patakatifu na wakuu wa Mungu wa wana wa Eleazari na wana wa Ithamari pia. Naye Semaya mwana wa Nazaeli mwandishi alikuwa wa Lawi, akawaandika mbele ya mfalme na mbele ya wakuu wa Sadoki kuhani na Ahimeleki mwana wa Abiathari na wakuu wa mali za baba za makuhani na za Walawi. Ikatwaliwa ya Eleazari mbali moja ya baba na moja ikatwaliwa ya Ithamari moja. Kura ya kwanza ikamtokea Yoheleibu na ya pili Yedaya. Kwa hivyo kura ya kwanza na ya pili iwaangukia hawa mandugu wawili. Ya tatu Harimu na ya 4 Sielimu. Tushikane hapa kwanza. Na ya 5 Malikia. Ya 5 ilikuwa inaitwa Malikia. Kwa hivyo mwaka mmoja tumesema huko na miezi 12. Na watu ambao walionekana ama vijana ambao walikuwa wakutoa hiyo kazi walikuwa 24. Kwa hivyo walipaa wagawanyishe kwa hizo miezi 12 wawili. Kwa hivyo wangeingia wawili. Kwa hivyo tumesikia kura ya kwanza na ya pili iliongea fulani na fulani. Kwa hivyo wao wakaingia mwezi wa kwanza. Ya pili na ya tatu fulani na fulani waingia mwezi wa pili. Ya tatu Harimu na wa 4 Seolimu. Na ya 5 Malikia. Na ya 6 Miyamini. Na ya 7 Hakosi. Ya 8 Abia.
Kwa hivyo ya 8 Abia. Kule ya 8 ilimwangukia nani? Abia. Na Abia ndiye tunataka zaidi. Abia ndio ametajwa pale kwa kitabu cha Luka. Hiyo sasa ndiye tunatafuta. Kwa hivyo kule ilivyomwangukia Abia, yes, ilikuwa ya 8. Ilikuwa ya 8, kwa hivyo iliingia mwezi upi? Kwa hiyo sasa ndio tunataka tuone. Tumeona ya kwanza na ya pili ni mwezi wa kwanza. Ya 3 na 4 ni mwezi wa pili. Si ndio? Hivyo. Ya 5 na 6 mwezi wa 3. Ya 7 na 8 ni mwezi wa 4. Sasa hatutasoma hao wengine wote, lakini kula hivyo ndivyo zilivyoendelea. Utasoma hiyo kitabu, utaona wote jinsi walivyo gawana. Kwa hivyo Abia alipani mwezi wa 4. Alikuwa anafanya kazi ya kuvukiza uvumba mwezi wa 4. Turudi katika kitabu cha Luka sasa. Luka. Na msisahau tunatafuta mwezi ambayo Yesu ama Yashua alizaliwa. Iko hapo kitabu cha Luka. Luka, soma hiyo 1 mstari wa 5 sasa turudie. Zamani za Herode, mfalme wa Ayahudi, alikuwa na kuhani mmoja, jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia. Zakaria aliingia kazi ya kuvukiza uvumba zamu ya Abia. Kwa hivyo Zakaria aliingia kazi ya ukuhani mwezi wa 4. Kama jinsi ambavyo kwa mfano kama wakati huu sisi hapa nchi yetu tuko na katiba ya Kenya ambayo president anaingia na magavana wanaingia. Kama president aliingia na governor akaingia wakati huo, wote wawili wakatawala katika tamu zao, alafu wakatoka. Sasa president mwingine aingie. Tukitaka kuelezea kuhusu governor aliyetoka, tutaweza tukasema governor mwenye alikuwa wakati wa Kibaki, governor mwenye alikuwa wakati wa Uhuru. Sasa huyo ndiye sasa tunaongelelea. Sasa tukijua vizuri ni Uhuru alikuwa mwaka fulani, tutajua kumbe huyo governor walikuwa katika mwaka moja ama tamu moja. Ni kweli. Sasa hapa tuna kwamba Zakaria aliingia katika zamu ya Abia, ambapo Abia alikuwa anafanya kazi ya kuvukiza uvumba mwezi wa 4. Endelea kusoma kutoka pale. Na sasa nauliza, ni mwezi wa 4 katika kalenda ya Biblia ama ya Kirumi? Tunafanya hesabu na hii Bible calendar ama Hebrew calendar huwa ni mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Kwa hivyo tukishamaliza kufanya na hii hesabu itatupa mwezi na tutalinganisha. Ingawa kalenda ya Hibrania ya Romans ingekuwa inasherehekea, pia tuone wanafaa basi katika mwezi upi? Kwa hivyo hesabu tunafanya na Bible calendar. Ambayo sasa tumepata, tuanzie sasa hapo mwezi wa 4. Alipoingia, si alikuwa anafanya mwezi mmoja, hiyo mwezi mwingine wengine wanabadilishana. Kama venye masoja huwa wanabadilishana shift. Huo ni wa mchana, huo ni usiku. Kwa hivyo baada ya Zakaria kufanya kazi ya kuvukiza uvumba mwezi wa 4, si akaenda nyumbani. Alipo sasa enda nyumbani, endelea kusoma pale, tuone alikuwa anaingia kufanya nini. Mstari wa 6. Endelea.
wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabethi alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyo desturi ya ukuhani, kura ikamwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana. Kwa hivyo alipokuwa akifanya hiyo kazi, akiwa katika zamu yake, wacha tutumie, akiwa katika mwezi huo wa 4 akifukiza uvumba, akapatana na malaika. Akatokewa na malaika wa Bwana, amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambiaje? Usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabethi atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia watafurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo kidogo. Kwa hivyo kumaanisha, wakati mtu alikuwa aitwa Zakaria alipokuwa anaenda kazi ya kufukiza uvumba, jambo la kwanza tulisikia alikuwa hana mtoto. Kwa hivyo kitu ya kwanza alipokuwa, kabla hajatolea baba uvumba, alikuwa anamuomba Baba, unipe mtoto. Kwa sababu tunasikia hapo Biblia inasema kwamba malaika alipokuja alimwambia, maombi yako yamesikika. Sasa anaambiwa atapata mtoto. Endelea. Anasemekana asitumie kileo, naye atajazwa na Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli watarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho wa Eliya na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya mbabu waelekee watoto, na kuwatia haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengeneza malaika. Nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee, na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami
nimetumwa niseme nawe jema. Na tazama, utakuwa bubu. Utakuwa bubu. Usiweze kusema mpaka siku ile yatakapo tukia hayo. Kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu. Nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Okay, sasa wacha nieleze atapata mtoto. Aliuliza huyo malaika, akamwambia sasa na mimi nimekuwa mzee na mke wangu, itakuwaje jambo kama hilo? Akamwambia mimi ni malaika asimamaye mbele za Baba, na ili hayo yawe jinsi ambavyo niliyoyanena itakuwa hivyo. Kuanzia sasa utakuwa nini? Utakuwa bubu. Ukiyasoma haya mambo yote utaona jinsi ambavyo walikuwa wananena na malaika, jinsi alivyo. Sasa maliza zamu yake akaenda nyumbani. Wacha niruke niende mstari wa 26. Tunasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa amepozwa na mtu jina lake Yusufu, na wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, aliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ya maana gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Hebu muangalie hapa kidogo. Tumetoka kwa mtu tukaingia kwa mtu anaitwa Mariamu. Yes. Na tunaona hapa alikuwa ni wa ukoo wa, alikuwa cousin to Elizabeth. Kwa hivyo ni wa ukoo wa Haruni. Ni ukoo wa Haruni. Yes. Lakini alikuwa ameulizwa na mtu wa Yusufu kwa mbali ya Daudi. Wa ukoo wa Daudi. Kwa hivyo kwanza hapa tuliona Zakaria amepatana na malaika akiwa mwezi wa 4. Kwa hivyo mwezi wa 5 akawa ako nyumbani. Na aliambiwa atapata mtoto. Huyo atakuwa mkuu. Ataitwa Mwana wa Aliye Juu. Na Bwana Mungu atamupa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, itakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu itakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake. Haya, simama. Yeye aliyekuwa anaitwa tasa. Tunasikia wakati Mariamu walipatana na malaika, aliambiwa kwamba asijali, kwa sababu si yeye tu, ilhali kuna kazini yake ambaye ako sasa hivi venye tunaongea katika uzee wake, ako na mimba ya miezi ngapi? Miezi 6, si ndio?
Malaika alimwambia kwamba mstari wa 36, tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Kwa hivyo wakati malaika alienda kupata Mariamu kumwambia kwamba yeye atapata mimba ambaye ni ya malaika kulingana jinsi ambavyo imeelezea, tunapata Elizabeti alikuwa na mimba ya miezi 6, kumaanisha alikuwa amebakisha miezi 3 apate mtoto ambaye tulisikia alikuwa atakayeitwa Yohana, ambaye katika mstari wa 17 inaeleza kwamba naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea. Kwa hivyo Eliya alielezewa jinsi ambayo Yohana atakuja anakaa na mambo ambayo atakayokuja kuyafanya. Kwa hivyo hapa tunatafuta mwezi, na kwa wale labda tumewaacha nyuma, tunatafuta mwezi ambaye Yesu alizaliwa. Kwa hivyo turudi hapa, wacha sasa ni waeleze sasa kwa miezi moja moja. Mwaka moja tuipata iko na mwaka moja iko na miezi 12. Nitaziandika pale, na mwenye ako na kitabu pia aandamane na mimi. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12. Tukitoka hapo 12 bado tunaingia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na 12. Tukuje hapa sasa mwezi wa kwanza, tunapata kwamba Abia ama Zakaria aliingia kuvukiza uvumba mwezi wa 4. Tuanzie pale hesabu ili watu wasipotee. Kwa hivyo alipoenda nyumbani ilikuwa mwezi wa 5. Alipoenda nyumbani, bibi yake kulingana na malaika, bibi yake akapata mimba, si ndio? Jinsi venye alipata mimba ya mwanadamu tunajua sawa inachukua mwezi 9 ili mtoto azaliwe. Kwa hivyo kama ni mwezi wa 5, ilikuwa mwezi wa 5, ikakuwa sasa ni mimba sasa ni mwezi wa kwanza wa mimba. Kwa hivyo tunaanzia hapo kwa 5, uandike 1. Tuone sasa 9 itaishia wapi? 5 ndio sasa tutaona 1 mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, 7, 8 na 9. Kwa hivyo ukiandika hizo miezi utapata ukianzia mwezi wa kwanza, mwezi wa 9 inaishia mwezi wa kwanza mwaka ambayo ilikuwa inafuata. Kwa hivyo wakati huyu ni mtu alikuwa anaitwa Elizabeti, ndiye sasa hiyo ni mimba yake sasa Elizabeti, uandike pa Elizabeti, akiwa na miezi 6. Kwa hivyo mimba ikiwa na miezi 6 ambayo sasa itakuja kuamkia mwezi wa 10, ndio sasa malaika akamtokezea Mariamu na akaambiwa kwamba atapata mimba
na asijali, kwa sababu hata Elizabeth, mtu ambaye ni wa jamaa zao, ako na mimba na iko na miezi 6. Kwa hivyo ilikuwa mwezi wa 10. Sasa tuanzie kuhesabu. Sasa si alipata kulingana na malaika. Malaika sio kama mwanadamu ambaye anakupea wakati ati utangoja. Kama jinsi ambavyo Ibrahimu alipatana na baba, alimwambia kuanzia leo hii nataka utahili wewe na jamaa na watoto yako na jamaa zako zote. Si aanzie kesho, ilikuwa siku hiyo. Ni wakati huo. Kwa hivyo hiyo mwezi wa 6 venye aliambiwa hivyo, si Mariamu basi akapatana na malaika na akapata mimba. Nayo hiyo mimba pia ichukue miezi 9. Hiyo kwa hesabu rahisi inaoneshana Yohana alikuwa ameacha Yesu na miezi 6. Kama Yohana amezaliwa mwezi wa kwanza, basi Yesu anazaliwa mwezi wa 7. Sasa hapo ndipo nilikuwa nataka niwapeleke pole. Mwezi wa 7. Tuhesabu sasa, hiyo ni mwezi wa kwanza. Kuzaliwa kwa Yohana tulipata inakuwa mwezi wa kwanza. Yohana tu kuzaliwa hivi tunaongeza tu miezi 6. Miezi 6 kutoka kwa mwezi wa kwanza itaangukia mwezi wa 7. Itakuja. Hiyo ni mwaka wa Biblia. Mwezi wa 2, wa 3, wa 4 na wa 5 na 6. Mwezi sasa wa 7 sasa ndio sasa mtoto ambaye Mariamu aliambiwa atamzaa alikuwa aangukie mwezi wa 7. Na sasa wale ambao wamekuwa wakifuata hesabu yangu ukapotea kidogo, ukiuliza kwa hiyo namba ambayo niliwapea, ndaweza kukupea hesabu nzuri. Kwa hivyo tumepata kwamba katika mwezi wa 7 wa Biblia ndio huyo mtoto ambaye alikuwa soma kitabu cha nisomea hiyo mahali kwa tunaendelea nisome andia 39 Marko. Hapa tu Yohana tulikuwa 39. So 57. Tunasema hivi, ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeth zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Moja 39. 47. Moja Luka 1:47. Ikawa siku ya kuzaa kwake Elizabeth zilizotimia, alizaa mtoto mwanaume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya 4 wakaja siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Maanaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohana. Wakamwambia, hapana, mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria baadaye wajue atakavyo kumuita. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake ni Yohana. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia. Akaanza kunena
akimsifu Mungu. Afikisha pale. Unaona kwamba pale wakati Zakaria aliambiwa kwamba mambo ambayo atakayempata, alipokuwa na tashwishi, aliambiwa hakuongea tena, akawa bubu. Kwa hivyo hata jina ambayo alipewa ya mtoto hakuambia mtu. Wakati mtoto alizaliwa, wakasema wamuite jina fulani, na yeye akaitisha kibao, akaandika jina gani? Yohana. Akaandika jina Yohana. Alipoandika, kinywa chake kikakuwa sawa na akaanza kuongea. Kwa hivyo huyo akazaliwa, na baada sasa ya mwezi 6 tukapata Yesu akazaliwa, ama Yeshua akazaliwa mwezi wa 7. Mwezi wa 7 wa Biblia, Bible calendar. Wakati huu tuko katika mwezi wa 12 tarehe 29 wa Bible calendar. Sasa hata kama watu wanasema kwamba Yesu alizaliwa mwezi wa 12, tunaweza tukafanya hesabu, tuseme labda walipotea kwa miezi. Tuchukue hiyo tarehe wanasema 25 mwezi wa 12 Disemba. Tuchukue sasa ni mwezi huo wa 12 kulingana na hiyo kalenda. Sasa tuko mwezi wa 12 wakati huu Bible calendar. Leo ndio tunamaliza mwaka. Urudishe hadi tuone mwezi wa 7 utaingia mwezi upi. Sasa tuchukue sasa kalenda zote mbili. Saa hii tutumie hii Bible calendar, tuiwekelee hapa. Turudishe miezi nyuma hadi tuone mwezi wa 7 utaingia mwezi upi katika Romans calendar. Sijui kama mmenipata. Inaingia mwezi wa 9. Kwa hivyo ukirudisha sasa tuko mwezi wa 12, urudishe hiyo miezi hadi wa 7. Ulinganisha hizo miezi mbili ya Roman calendar na Bible calendar, automatic itaangukia mwezi wa 9. Mwezi wa 9 Roman calendar. Kwa hivyo hata kama kumekuwa na kusherehekea kwa kuzaliwa kwa Yesu, the Christianity religion inafaa isherehekee kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 9. Sasa hapo kalenda ya Anno Domini haingekuwa imepotea sana, lakini sasa wametoka hapo wakaenda miezi mingi sana mbele. Kwa hivyo wanakuja kufanyia Disemba, ili hali wangefanyia mwezi wa 9. Wangefanyia mwezi wa 9 kama kwa mfano, kuna tofauti ya kalenda ya Ethiopian calendar na Hebrews calendar. Ziko na tofauti ya mwezi. Wakati huu sisi tunaenda kuingia mwezi wa kwanza, wao wataingia mwezi wa 7. Sasa ndugu, naweza nikaelezea mengi zaidi, lakini ukifuata hizo kalenda mbili wanafanya mambo sawa, lakini zimepoteana na miezi. Wakati wao wanaingia mwaka mpya, sisi tunaingia mwezi wa 7. Wakati tunaingia mwaka mpya, wako mwezi wa 7. Kuna hitilafu ambayo iko katika hizo miezi. Si era, kuna kama venye mnaona kuna Old Testament na New Testament, hivyo ndivyo kalenda za Bible calendar zinafaa ziwe. Kuna kabla ya wana wa Israeli wakati walikuwa Misri, walikaa Misri miaka mingi sana, na Mungu katika hali yake yote ya marejesho alikuwa anafanya mwezi wa 7. Ndiposa hata tunapata Mungu aliumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hivyo katika 7 mbele ya Mungu ya Baba iko na maana kubwa sana. Wakati tunapata ule mtu alikuwa mgonjwa,
ile Ripros aliambiwa kwamba aende aingie mtoni mara ngapi? Mara 7. Kwa hivyo katika 7 mbele za Mungu iko na nguvu. Numbers ziko na maana zake. Hiyo mambo ni kubwa sana, na labda tuchukue siku zingine za kuja kufunza kuhusu nguvu za numbers. Mwanadamu ambao watu wanasema, kwa mfano ukiweza enda kwa waganga ama mchawi wote wanatumia numbers kuangalia mambo. Ukienda kwa wahubiri wanakuambia ungalishe namba yako. Numbers ziko na umuhimu. Mwanadamu wako na namba zake ambazo akizifuata mambo ambayo wanatakaga yatafanyika pasipo uganga ama jambo lolote. Kwa hivyo namba ziko na umuhimu yake. Kwa hivyo Mungu wakati anatumia namba 7 anaitumia kwa mambo makuu sana. Kwa hivyo wakati wana wa Israeli walikuwa Misri, wakati Mungu alitaka sasa kuwaokoa, sisi kwa wale wasomi tunajua kwamba alimtuma mtu alikuwa anaitwa Musa aende akawaokoe. Musa alipokuwa huko wakang'eng'ana sana, wakang'eng'ana na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Farao. Baadaye wakati walishinda, ama baada ya Mungu kupiga Musa na mapigo wana wa Misri na mapigo mengi sana, aliweza kuwatoa katika Misri na mkono wake hodari mwezi wa 7. Kwa hivyo mwezi wa 7 ni kama mwezi wa mavuno mbele za Mungu. Akakuja akawatoa. Alipowatoa mwezi wa 7, walipokuwa wakitoka akaambia Musa, huu mwezi, na utatusomea pale, akaambiwa kwamba wakati sasa wako Misri wakatoka mwezi wa 7, Mungu akawaambia namna gani? Katika kitabu cha Kutoka 21. Kutoka 2:21. Wakati wana wa Israeli walitoka Misri, Baba aliwatoa kidogo. Baba aliwatoa katika mwezi wa 7 kwa sababu akina Kain, akina Nuhu walikuwa wanatumia kalenda, miezi ya kalenda ambayo kwa leo hii inatumika na Ethiopian. Kwa hivyo Ethiopian si kupotea, wamepotea wakizihesabu miezi zao. Bali Baba alipokuwa akitoka aliwaambia namna gani? Aliwaambia kwamba mwezi huo uwe mwezi wa kwanza kwao. Hiyo ni kusema aje Mungu? Mwezi huo uwe wa kwanza kwao, kumaanisha mwezi ambao ulikuwa wa 7 katika Waebrania uwe mwezi wa 7 uwe mwezi wa kwanza. Kwa hivyo wakati walifika nchi ambayo Mungu aliwapea, walipofanya sasa mwezi wacha nisome Kutoka 24 verse 1. Kisha Bwana akamwambia Musa, kweli wewe na Haruni na Abiu
Nisome tu, nisome. Kutoka 24 kwanza mstari wa pili. Wa kwanza tu. Kwanza wa kwanza. Kisha Bwana akamwambia Musa, kweeni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 wa wazee wa Israeli, mkamfikirie. Soma. Mkamfikirie Bwana, mkasujudie kwa mbali, na Musa peke yake ndiye atakaye karibu na Bwana. Lakini hao hawatakaribia karibu. Wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja, wakasema, maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Kwa hivyo ndio pale mtu anaitwa Musa alienda kuitwa na baba. Ukisoma katika mambo yote ya Agano la Kale, utapata kwamba Musa aliitwa na baba akaambiwa hivi na hivi. Kwa hivyo mambo yote ambayo aliitwa akaambiwa yalinakiliwa na yakafuatwa. Kwa hivyo walipoenda nchi ya ambao baba aliwaahidi, wakaanza miezi tofauti na miezi iliyokuwa kabla. Ndio maana nawaambia Ethiopia wako mwezi wa 6, wanaenda kuingia mwezi wa 7. Lakini katika Kiebrania Mungu aliambia wana wa Israeli wafanye nini? Huo mwezi uwe mwezi wa kwanza kwao. Na akawapea masheria mingi ambazo walifaa wakizifuata watapata ufalme. Katika kitabu cha kwa Kiswahili mambo ya Lawi. Mambo ya Lawi ni Leviticus. Leviticus. Inasema hivi 23 mstari wa kwanza. Nasema hivi. Kisha Bwana akanena na Musa, akamwambia, nenda na wana wa Israeli na kuwaambia sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbiu kuwa ni makusanyiko matakatifu. Hizi ni sikukuu zangu. Mtafanya kazi siku 6. Lakini ya 7 ni Sabato. Ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu. Usifanye kazi ya namna yoyote. Ni Sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Sikukuu za Bwana ni hizi. Ni makusanyiko matakatifu ambayo napigia mbiu kwa nyakati zake. Mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni. Wakati upi? Wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Ndio. Kwa hivyo hiyo kitabu cha Lawi ukisoma 23 inaeleza vizuri jinsi ambavyo baba amegawanyisha hizo sikukuu zake ambazo ametupea sisi ili tuzifanye. Kwa hivyo tunasikia katika huo mwezi wa kwanza, na ni mwezi wa kwanza, kwa hivyo ni mwaka mpya. Kwa hivyo hiyo mwaka mpya mwezi wa kwanza siku ya 14 tutafanya nini? Endelea. Ni Pasaka ya Bwana.
Na siku ya 15 na siku ya 15 ya mwezi ule ule ni sikukuu kwa Bwana, ni sikukuu kwa Bwana ya mkate usiotiwa chachu. Kwa hivyo Ndio. katika huu mwezi huu Ndio. kwa kwanza ambao sasa tunaelekea jioni ya leo, Ndio. baada ya siku ngapi? Siku 15. Tumeambiwa siku 14. Baada ya siku 14 itakuwa nini? Itakuwa ni Pasaka ya Bwana. Pasaka ya Bwana. Sasa kuanzia tarehe 15 Ndio. inaanza Idi ya vibanda, Idi ya sikukuu ambayo isiyotiwa chachu. Ndio. Mikate isiyotiwa chachu. Chachu ni dawa ambazo zinatumika kupulisha powder. Ndio. Kama baking, kuna ingine inajiita angels za kupika mikate nini, hizo zote za kufurisha. Ndio. Katika hiyo sikukuu Ndio. hazitumiki kwa muda wa siku 7. Kwa hivyo katika tu mwezi ambao tunaingia, nikihesabu vizuri, Ndio. siku ya kuanzia wakati huu Ndio. hadi siku 14 Ndio. kutakuwa na Pasaka. Na natumai watu wote wanaelewa Pasaka, lakini jinsi ya kutekeleza Pasaka hiyo ndio watu sasa hawaelewi. Sasa ukitaka vizuri, soma hiyo kitabu cha Alawii 23 usome yote, utaona idi zote za Baba. Mwezi wa kwanza kuna idi ya Pasaka. Ndio. Ukienda utapata kuna ingine ya mwezi wa 7, na ambayo sasa hiyo mwezi wa 7 iko na wakati wa kupiga tarumbeta, iko na wakati wa maombi katika tarehe 10. Alafu baada ya siku 14, siku ya 15 bado kunakuwa na idi. Ndio. Idi bado inafanywa katika hizo siku 7. Inaitwa idi ya vibanda. Kwa hivyo hizo siku zote ni za Baba wetu. Ndio. Na sisi kama wanadamu tunafaa tuzifurahie na tunafaa kuzifurahia na kuzishangilia. Kwa hivyo ndiposa tunaongea mambo hayo yote ili mambo ya Baba wetu ama mambo ya Mungu Ndio. yarudi sawa sawa. Ndio. Tujue idi zetu. Ndio. Tujue sikukuu zetu. Ndio. Ili Baba anaidisha mambo yote. Ndio. Hii nchi si ati iliumbwa ikiwa desert. Hapana. Ni dhambi. Dhambi ndizo zimetufikisha mahali hapa. Dhambi za wanadamu. Ndio. Dhambi zetu ndio zimefanya sisi kuwe na njaa. Ndio. Dhambi zetu zimeleta magonjwa. Ndio. Dhambi zetu zimeleta mambo mengi sana. Naam. Lakini tukimletea Baba wetu atatuletea mambo yake yote yawe sawa, magonjwa yaishe, nini, haya mambo yote ukisikia ati yataisha, usione kana kwamba ni vituko. Hapana. Mungu si mwanadamu. Anajua akianza jambo lazima alitimize. Na mwisho wake pia. Ndio. Kwa hivyo kwa wakati huu nitampea ndugu Mwangi ili awe na sisi. Ndio. Ili pia na yeye atatuelezea mambo mengi. Ndio, pia yeye atatufunza mambo zaidi. Kama jinsi tulivyosema, kila mtu ambaye unamuona mahali hapa analo jambo atatueleza ama tutaweza kusomeshwa na Mungu akitumiwa kama chombo. Na ndiposa kila mtu atazungumza. Na tulisema mtu yote ambaye unamuona hapa usiogope karibia kumuuliza swali. Mahali utaelewa. Ndio tukaweza kuendelea vizuri. Na nilipeana namba. Ndio. Na namba ilikuwa ya maswali. Namba ambayo ilipeana ilikuwa ya kuuliza swali. Ukiwa mahali pale unaweza kutuma ujumbe mfupi ama SMS. Ukaweza kuuliza swali. Uliza swali yoyote ambaye unaona. Ndio. Unashangaa. Ndio. Mambo ambayo mbona
ikue siku ya Sabato ni leo? Mbona ikue nini? Ndio. Mbona hivyo? Haya mambo yote. Kwa nini tunaingia mwaka mpya? Nitairudia tena. Ndio. 07 07 05 0705 560 560 0705 0705 560 560 757 757 05 560 757. Ndio. Hiyo namba unaweza ukauliza swali yoyote. Na nitawapea namba ingine. Ndio.